Nyuma yangu ni uwanja wa Kassim Majaliwa. Hapa ni wilayani Ruangwa, Lindi, ambako leo hii tunakwenda kuangalia mechi kali ambayo inakutanisha timu mbili zenye mvuto sana katika ligi kuu ya NBC, kwa maana ya Southern Killers Namungo wakiwakaribisha Azam FC kutoka Dar es Salaam katika mechi ya ligi kuu ya NBC. Lakini jana kwa siku mzima almost nilikuwa safarini kutoka jijini Dar es Salaam mpaka hapa Ruangwa kwa ajili ya kufanya matangazo ya mchezo huu wa ligi kuu ya NBC, na leo inshallah kadri muda unavyozidi kwenda basi tutazidi kupatana pale katika matangazo kwa lugha ya Kiswahili. Lakini licha ya hivyo nilipata nafasi ya kuangalia mechi ya ligi kuu ya NBC ya jana kati ya JKT Tanzania dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na kwa wale ambao wananifuatilia kwenye mtandao wangu wa kijamii wa Instagram, nilikuwa na posti pale magoli kwa kupiga picha za video za moja kwa moja ya Azam TV. Kwa hiyo dakika ya kwanza mpaka dakika ya 90 ya mechi ile ilivyokuwa, na kwa kile ambacho nimekiona nikashare na wa Tanzania, nikashare na wanafamilia kupitia mtandao wa Instagram juu ya magoli, lakini pia kile ambacho nimekiona kwa kocha Dimitar Pantev ambao wenyewe wamemtambulisha kama meneja. Sasa baada ya kuposti kuhusu Dimitar Pantev na kuna vitu nilikuwa nimeviandika pale, kuna baadhi ya watu wakaja, kila mtu akatoa comment yake kutokana na mtazamo wake ulivyo, lakini nikasema pale inabidi niandae session maalum kwa ajili ya kuangalia vizuri hii mechi na nini ambacho nimekimaanisha kwa ajili ya ufafanuzi zaidi ili watu waweze kuelewa. Na kitu kikubwa ilikuwa nilimpa credit au nilimsifia meneja wa Simba Dimitar Pantev. Yes, sasa nilimsifia katika engo gani? Nilisema of course tuachane na ile, hebu nizungumzie sasa hivi, maana sio nilisema, ni wakati huu. Ninachosema ni kwamba miongoni mwa sifa ambazo kocha bora unatakiwa kuwa nazo, kwa wale ambao wamesoma coaching atakuwa mashahidi tunaposema qualities of a good coach, yani sifa bora za kocha mzuri inabidi awe vipi? Basi kocha mzuri anatakiwa kuwa mzuri katika kufanya substitution, kwenye mabadiliko. Lakini hiyo sifa haielezi hivyo moja kwa moja kwamba awe mzuri kwenye kufanya mabadiliko, hapana. Sifa inaeleza kwamba kocha mzuri inabidi awe na element tatu. Element tatu hizi ziwe zinafuatana. Element ya kwanza inaitwa, of course kwa ufupi inaitwa RDA, yani awe na hizi element tatu. RDA maana yake nini? Tunaposema R tunamaanisha read situation. Read situation maana yake nini? Maana yake kocha mzuri ni yule ambaye anakaa mechi kwa imeanza anausoma mchezo. Sasa sio kila kocha na hiyo caliber, sio kila kocha ni mzuri kwenye kusoma mchezo, lakini kocha mzuri inabidi awe na upeo mkubwa wa kusoma mchezo. Yani anaangalia wachezaji wapinzani walivyokuja, mfumo wanaotumia na mazingira namna hiyo. Kwa hiyo inabidi uwe mzuri kwenye read situation, kusoma kila matendo yanayoendelea uwanjani. Hiyo ni R. Tukienda kwenye D maana yake decide kile ambacho umekiona, kile ambacho umekisoma kwa ule mchezo unavyoenda, ile situation ambayo umeisoma, decide, amua, itolee uamuzi. Maana yake kama unaona mfumo ambao umeanza nao ndani ya dakika 15 za kwanza, unaona huu mfumo haustahili kwa wapinzani namna ambavyo wamekuja, basi badilisha hiko unachokiona, fanyia switch, badilisha mfumo. Ndo nakuta sometimes kuna makocha wanaandikaga vimemo vikaratasi wanawapa wachezaji ili waelekezane ndani kwamba wewe toka hapo, ulikuwa unacheza kama winga wa kushoto, rudi kama fullback wa kulia, huyu alikuwa anacheza namba 9 rudi kama namba 10, namba 8 rudi kama winga. Hiyo kwa ajili ya kudecide, yani unaamua kwa kile ambacho umekiona akiendi vizuri, na kile ambacho kinakwenda vizuri kiboreshe, kiongezee nguvu. Sio kila kocha ana uwezo wa kudecide, uwezo wa kuamua. Inawezekana kila mtu anaweza kuamua, lakini kuamua kwa usahihi, na ndo unakuja kwenye ya mwisho, kwenye ile RDA ya mwisho ni A, maana yake act promptly, yani fanya kwa ufanisi mkubwa kile ambacho unakiona, ambacho umejifunza au umekiona kinaendelea pale uwanjani, ambacho umekiamua, basi kitekeleze kwa ufanisi mkubwa. Ndo inakuja kusimama hiyo ya mwisho ambayo ni act promptly. Sasa katika hizi tatu, huyu kocha, kuna makocha wengi of course duniani, makocha wengi tu wazuri, lakini sio kila kocha anaweza kureact. Kuna kocha mwingine anaweza pale kuianzisha tu timu ikianza pale uwanjani, anachojua ni kufanya mabadiliko na kusisitiza mpango kazi wake ambao aliofundisha katika uwanja wa mazoezi. Yani hata kama anaona kuna vitu vinazidiwa kwenye mpango kazi, lakini ataendelea kung'ang'ania mpango kazi wake uwe vile vile. Lakini kuna kocha mwingine anabadilika, yani akishaona kwamba mpango kazi wangu ambao nimewafundisha vijana katika uwanja wa mazoezi haukuenda sawa, anabadilisha mpango.
kwamba kutoka kwenye kushambulia kutumia wings kwenda kushambulia kutumia midfielders, wano viungo wa kati ndo wacheze, kutoka kushambulia kupiga crosses kwenda kushambulia kupiga v passes. Kwa hiyo inabidi kocha uwe una hayo mambo. Sasa Dimitar Pantev anaonekana ni mzuri katika kureact, lakini reaction yake ipo kwenye substitution, kufanya mabadiliko. Ndio eneo ambalo nilikuwa nimejikita, lakini huku kwa mwanzo nimekuwekea hii picha pana uelewe kitu gani ambacho namaanisha kwenye kufanya mabadiliko. Kufanya mabadiliko ni sanaa au sayansi ambayo kocha anatakiwa kuwa nayo. Kuna mabadiliko, kuna makocha wengine ni wazito kufanya mabadiliko, yani anaenjoy kufanya mabadiliko kwanza dakika 70 kwenda mbele. Kuna makocha wengine anafanya mapema, ikiwezekana hata first half anafanya mabadiliko. Kwa hiyo inategemea na kile ambacho anakiona tunafanya mabadiliko. Yes, afu kuna tactical switch. Kuna mabadiliko ya ulazima ya kubadilisha mambo kiufundi. Kwamba kwa sababu huyu mlinzi wangu wakati anatumia mguu wa kushoto, hebu nimweke pembeni. Huyo ndio ufundi tunazungumzia, tactical individual ya mchezaji mmoja mmoja au collectively as a group. Sasa kocha wa Simba Dimitar Pantev ambaye mwenyewe nitambulisha kama manager, yeye ameonekana kwenye mechi 3. Nimetoa reference ya mechi 3. Sikutaka kutrace mechi nyingine kufuatilia in details, lakini kuna mechi 3 ambazo kwa haraka nimeziona moja kwa moja kwamba ameleta impact. Yani matokeo ambayo yametokea ni impact yake ya moja kwa moja ya kuweza kusoma mchezo na kujua kitu gani akifanye. Katika mechi 3 hizo, mechi ya kwanza ambayo niliona akiwa na Gaborone United dhidi ya Simba, mechi ya pili ya hapa Dar es Salaam, moja ya viungo wake hatari wa kutumainiwa ndani ya kikosi chake ni Thabo Maponda. Huyu ni kiungo wa pembeni, ni winger. Thabo Maponda ni mchezaji wa first 11 wa kikosi cha Gaborone United, lakini katika ile mechi ya huku ya Dar es Salaam, Thabo Maponda just imagine alikaa bench. Mimi binafsi nilivyoona lineup, kwa sababu nawajua wachezaji na ile timu, nilishangaa. Nilisema inakuwaje Thabo Maponda anakaa bench? Lakini mechi ilienda ilivyokuwa iko ngumu. Kipindi cha pili Thabo Maponda walimuintroduce, akaingia mchezoni. Baada ya kuingia akaenda kuwasumbua sana walinzi wa Simba, lakini pia akaenda kusababisha penalty ambayo alikatwa ndani ya box na Shamu Karabwe, ikaenda kupatikana penalty ambayo Diselele Bohang akaenda kuitumia ile, Gaborone United wakapata bao moja. Sasa ukiachana na ile mechi, tukija katika mechi nyingine, ni mechi ya Nsingizini Hotspurs dhidi ya Simba, ile mechi ambayo ilipigwa kule Lobamba Eswatini. Ni mechi ambayo pia kocha alikuwa ameanza na lineup yake, baadaye akafanya mabadiliko ya wachezaji watatu. Kipindi anaongoza goli moja, alimuingiza Morris Abraham, akamuingiza Jonathan Soa, akamuingiza Kip Dennis. Hao wachezaji watatu wote wakahusika na mabao mawili ambayo yamepatikana, aliyafunga Kip Dennis. Walihusika nayo moja kwa moja. Maana yake nini? Maana yake kwamba alijua kwamba kwa mujibu wa hiki ninachokiona nifanye kitu gani, akafanya mabadiliko kuingiza wachezaji ambao wamekwenda kuleta athari katika uwanja. Kwa hiyo ni mechi ya pili ambayo nimeitumia kama reference, kama kielelezo, na mechi ya tatu ambayo nimeitumia kama kielelezo ni mechi ya jana. Kwa hiyo kile ambacho nilikiona jana, alianza na wachezaji wengine, baadaye akaja kufanya mabadiliko ya maeneo mengi mbalimbali, na mabadiliko yake akaenda kumlipa. Morris Abraham alitengeneza mpira ambao Jonathan Soa alienda kuutumia. Morris Abraham alikuwa bench, Jonathan Soa alikuwa bench, wakaingia kwa pamoja, combination yao ikaenda kutengeneza goli la ushindi. Lakini Elim Panzu alitokea benchi akaingia, na mwenyewe ni vile tu makini ulikuwa mdogo, lakini alistahili kufunga goli katika ile mechi kwa sababu alipata clear chances ambazo hakuweza kuzitumia vizuri, lakini ilikuwa anastahili kabisa, angeweza kufanya kitu. Maana yake nini? Kocha Dimitar Pantev kuna sehemu amefanikiwa katika eneo hili la sabu, yani ni mzuri katika kureact. Sasa swala la timu inacheza vipi mwanzo wa mechi mpaka mwisho wa mechi, hiyo sio point ambayo nimezungumzia hapa. Point ambayo nimezungumzia hapa ni kwenye substitution, kufanya mabadiliko, kujua wachezaji gani waingie muda gani, waende maeneo yapi ili wakaleta impact. Kwa hiyo hizo mechi tatu nimetumia kama kielelezo kwa muda mfupi ambao yupo ndani ya Simba, na ile moja ambayo akiwa na Gaborone United, unaona kocha ana element za ubora katika eneo la read situation, kwa kudecide na kuact promptly. Anaonekana kufanya vizuri. So iko ndo kikubwa ambacho ningependa kushare na nyinyi kwa wakati huu. But all in all, mechi imeisha. Simba wamefanya vizuri katika ile mechi. Yes, na wamechukua alama 3 mpaka sasa hivi, wameshinda kwa 100%. Ndio timu pekee ambayo imeshinda kwa 100% mechi zake kwenye ligi kuu mpaka kwa wakati huu. Lakini kubwa zaidi pia ni mechi hii ambayo inatarajiwa kuchezwa hapa. Ni uwanja wa Kassim Majaliwa, ni uwanja ambao una kumbukumbu nzuri, na binafsi nilisema hapa tuwezi kupita hivi hivi. Kuna session ninaiandaa kwa ajili ya kumbukumbu ya hii timu. Yes, kwa wale ambao wanataka kuifahamu vizuri Namungo, basi kumbukumbu yake nitaiandaa katika moja ya session moja wapo ambayo nitaifanya hapa siku
ya leo hii. All in all, usiache kusubscribe. Hii ni Mzinga Sports, usikae eneo mbali, kuna mambo mengi na sasa hivi tunaelekea katika dirisha la usajili. Mpaka wakati mwingine, bye bye.